Hii video tutakuja kuzungumzia baada ya mbegu kuota, tumeona unatakiwa ufanye nini. Nimekwambia baada ya mbegu kuota kabisa inatakiwa ondoe pepete katika walau bakiza 25% ya pepete zilizokuwepo. Lakini pia tukazungumzia kwamba baada ya kuondoa pepete mwagilizia lita 10 mwagilizia keni 9 asubuhi ambayo sawa lita 90, na pia mwagilizia keni 9 jioni ambayo sawa lita 90. Kama tuta litaonekana kwamba linamejaa maji mengi, punguza kiasi cha kumwagilizia. Lakini kaja kuzungumzia kwamba mmea ikishafikia urefu wa sentimita zisizopungua sentimita 5 hadi sentimita 7 itawanye kwenye vitaru mama. Sasa video hii tunakuja kuangalia namna ya kuweza kutawanya kutoka yani naweza kutawanya mbegu na namna ya kuweza kutawanya mbegu kwenda kwenye kitaru mama, kutoka kwenye kitaru mama kwenda kwenye vitaru vingine ambavyo ni vya ziada. Haya, taratibu za kutawanya miche toka kwenye kitaru mama kwenda kwenye kitaru kingine, fanya kama ifuatavyo. Chagua miche yenye ukubwa unaolingana. Kitu cha kwanza hicho. Nafasi inayotakiwa ni sentimita 4 kwa sentimita 60 kwa sentimita 6. Sentimita 4 kwa sentimita 6 ukiwa unapandikiza. Lakini ukubwa wa tuta lazima uwe na milimita 1 kwa mita, yani mita 1 kwa mita 30, ambayo sawasawa na mita za eneo 30. Umeona? Kwa ni mita 1 kwa mita 30. Haya, nafasi kwa kila mche inatakiwa iwe na sentimita 4 kwa sentimita 6, ambayo sawa na sentimita yani nafasi yani sentimita 4 kwa sentimita 6, ambayo sawa na mita za eneo 0.0024 mita za eneo. Unazidisha hapo, unagawanya kwa 100 kwa 1000 unapata 0.0024. Umeona? Jumla ya miche unapokuwa unaipandikiza inatakiwa iwe ni miche yenye eneo la mita za eneo 30, lakini pia ambazo utagawanya kwa umbali wa miche kwa mita ya 0.0024, ambao utakuja upate jumla ya miche mingapi? Miche 12,500 kwa kila kitaru. Kwa jumla ya miche kwa vitaru viwili sawa na miche 25,000 kutoka kwenye kitaru mama. Sasa mtu mwingine atasema kwamba namna gani nitaweza kujua idadi ya miche hiyo? Kabla ya kuhamisha miche kwenye kitaru, mwagilia maji. Kabla hujahamisha miche kwenye kitaru, mwagilia maji ambayo yani maji hadi yaingie kwenye udongo, ili unapokuwa unachomoa zile mbegu basi zitoke na mizizi yake na udongo kidogo. Lakini pia kwa kila kitaru ukubwa utakiwa uzingatiwe kwamba ukubwa wa mita za eneo 30, mwagilia angalau lita 150 hadi lita 200 kwa maji sawa na keni 15 kwa 20 na ujazo kwa lita 10. Yani kiukubwa hapa bila kwenda mbali natakiwa umwagilie kabla ya kufanya nini? Ya kuchomoa zile mbegu na kuzipeleka kuzitoa kwenye bedi mama na kuzipeleka kwenye bedi lingine. Hakikisha unamwagilizia ili mizizi itoke vizuri na vile vile na kaudongo fulani. Siku ya kupandikiza tumia ubao wa kupanda, yani ubao wa kupandia kwa kukandamizia kwenye kitaru, ambapo utaacha alama za mashimo kwa ajili ya kuchomeka miche. Nitakiwa utumie ubao. Lakini baada ya kupandikiza mwagilia maji miche na ifunike kwa pepete pia. Hapa ni katika aina ya namna ya kuhamisha mbegu. Pepete zinazofaa ni zile nyasi ambazo 90% ni mashina na sio majani. Unaweza kaangalia namna ambavyo utofauti unazidi kupanda.
Ndivyo natakiwa uzidi kuwa makini. Pepete zinazobaki katika kitaruni kwa siku 4 au siku 5 zaidi, baada ya hapo ziondolewe zote ili miche iweze kukua vizuri na kuwa na afya nzuri. Sasa hizo ni namna ya kuweza kuhamisha mbegu kutoka kitalu mama kwenda katika kitalu kingine. Lakini cha muhimu kabisa, zingatia vitu vifuatavyo unapokuwa unahamisha mbegu. Utoe zile mbegu katika sehemu ambapo umemwagilizia kitalu kiwe laini. Unahamisha kwenye kitalu kingine, na kile kitalu ambacho unahamishia zile mbegu kimwagilizie maji mengi kweli. Ili ukishamwagilizia, kitu cha pili, funika na pepete zile mbegu. Ukishafunika na pepete zile mbegu, utakuwa unaangalia hali ya zile mbegu kwamba zinaendeleaje, ili uweze kuziweka katika mazingira ambayo mazuri, kwa sababu kuna mazingira yataruhusu kwamba pepete uweze kuzitoa, utazitoa. Lakini pia kuhamisha mche toka kwenye kitalu mama hadi kisha unapandikiza kwenye kitalu kingine, fuata vifuatavyo. Fuatilia au fanya mambo yafuatayo. Kuhamisha mche toka kwenye kitalu mama hadi kwenye kitalu kingine kuna faida zifuatazo baada ya kufanya kwa makini. Miche huwa ina ukubwa unaolingana, lakini hii huleta mmea iliyo sawa ambayo itarahisisha uvunaji na ukusanyaji wa tumbaku vizuri. Lakini hutoa miche imara. Ndio maana watu wengi wanapenda mbegu zilizopandikizwa. Unajua kuna watu wanalima mabedi kwa ajili ya kuuza na kuuza. Ili bedi umepandikiza ndio. Hili hapana, nipe hili hapa. Inakuwa ni mbegu chache lakini zenye uwiano ambao unafanana, lakini pia zenye ukubwa mzuri, lakini ambazo zitatoa majani ya tumbaku ambayo itatoa tumbaku nzuri sana. Lakini miche hiyo iliyohamishwa ina uwezo mkubwa wa kuhimili mtikisiko, lakini pale inapotokea shambani kuna upungufu wa kuweza, yani kuna hali ya hewa ambayo sio nzuri. Kwa mfano unaweza kupanda tumbaku leo, kesho mvua isinyeshe, hivyo siku zikaendelea hata wiki. Kwa hiyo hizi mbegu zinaweza kuhimili mkubwa, zinahimili sana. Hizi mbegu zinahimili sana hali ya hewa. Lakini zingatia, ili mkulima aweze kwenda na msimu wa kilimo cha tumbaku, ni vizuri kusia mbegu kwa wakati. Muda na kusia mbegu kwa utofautiana baada ya moja zingine. Yani namna ambavyo unatakiwa usie mapema, lakini pia inatakiwa uwe na kalenda nzuri ya msimu husika kulingana na eneo ambalo unapanda. Angalia video nyingine uweze kujifunza zaidi. Hapo tulikuwa tunazungumzia namna ya kuweza kuhamisha mbegu baada ya mbegu kuota, ili uweze kujua ni namna gani utaweza kuwa na msimu mzuri wa kilimo. Asante, kumbuka subscribe, like, share, comment. This is your time.